Akiamu. Mwanangu. Alo, shangazi. We Mariam. Shangazi. Kaka Ibrahim amerudi. Ongea vizuri sasa mama nikusikie. Kulia isaidie. Hebu ongea vizuri. Hebu nyamaza kulia kwanza. Hebu nyamaza ndo tuongee vizuri. Shangazi, kaka amerudi lakini hali yake mbaya sana. We unasema kweli? Kaka ameumia sana. Shangazi, naomba uje mwenyewe, siwezi. Ngoja. Nakuja sasa hivi, sawa? Nakuja sasa hivi dakika 0. Nakuja, ngoja. Sidhani kama kuna wimbo ambao ningetamani kuimba kama mimi ni chochote, basi ni hadithi ya huzuni. Mapenzi ya adhabu. Wifi Zaina, ungejaribu kupunguza mawazo hata kidogo. Unawaza sana. Kwa nini nisiwazi Mariam? Kwa nini nisiwazi na wakati mimi ni mtoto wa kike? Kumbuka nina majukumu yangu ya muhimu ambayo nahitaji niyapate. Najua wifi yangu, najua. Lakini mimi nina imani kuna siku kaka Ibrahim atarudi. Basi tuendelee kumuomba Mungu. Tumsubirie hiyo siku atakayorudi. Lakini jaribu hata siku moja kuvaa viatu vyangu wewe kama mtoto wa kike mwenzangu. Sawa? Si wakuti wa bahati, pigo kwa ndani lina penya utamu wa nanasi. Leo shubiri kwenye kinywa, mapenzi ya adhabu. Ama kanuna babu. Mana zipati jawabu. Zaina, hivi shoga yangu, utaendelea kuishi haya maisha ya majonzi na matumaini ya kumsubiria mtu ambaye haujui kama amekufa au yuko hai? Lakini cha usiku, hivi umeshawahi kufikiria mimi nikiamua kuondoka hapa, mamake Ibrahim na dada yake Mariam utanichukuliaje mimi? Zainab, hao wewe wanakutumia tu. Nia yao na mpango wao wote wanataka tu uendelee kuishi humu ndani kuwasaidia kazi zao kama mjane. Miaka 2 Zainab, siku 700 na zaidi. Hata kama angekuwa yuko hai huyo Ibrahim, angekuwa amesharudi. Ibrahim hawezi hivi cha usiku. Zainab, dunia haiwezi kusimama kwa sababu ya majonzi yako. Maisha mengine yanaendelea Zainab. Hebu toka kwenye hichi kifungo ambacho umejifunga mwenyewe. Una amani ndugu yangu, una furaha, hebu jiangalie. Hivi unafikiri hata huyo mama mwenyewe, huyo binti yake Mariam, angeweza kumkubalia kweli kuishi kwenye majonzi kama hayo? Aishi kama mjane kweli? Lazima maisha mengine yaendelee shoga yangu. Sisi tumeelewana? Najua tunanyonya huruma cha usiku. Sikiliza sasa nikwambie. Kuna mwanaume anakupenda na anataka kukuoa. Anaitwa Dazo. Kunioa? Mariam, mimi naondoka jamani. Nitakuja tena siku nyingine kumuona mama basi. Sawa cha usiku, tunashukuru sana. Karibu. Asante, yani nimejisikia vibaya sana yani. Poleni sana. Asante. Karibu sana.
Haya, baki salama. Bye. Mwanangu Ibrahim hawezi kufa kirahisi namna hii. Ndiyo mama, mimi sijafa, bado niko hai mwanao mama. Na mimi niliamini huwezi kufa kirahisi mwanangu. Niko hai mama, sijafa. Hilo nililijua tu. Ibrahim, naamini ipo siku utarudi. Ibrahim wangu mimi hawezi kufa kirahisi namna hii. Utarudi Ibrahim mwanangu. Naona umejionea mwenyewe kwa macho yako. Mama ndani analia, mtoto nje ana huzuni. Naona hapo ushanielewa Zainab. Ni dhahiri kabisa huyo Ibrahim hakuna mpango wowote wa yeye kupatikana Zainab. Sasa endelea hivyo kutoa macho yako hivyo kunishangaa. Shoga yangu utakula kalagabao. Mimi ndo naondoka hivyo. Mama. 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 Oh. Mama, mimi nimeshafanya maamuzi tayari. Zainab, ndio umeamua kweli kuondoka? Subla amenishinda vishawishi mamangu, na pia jaribu hata kuvaa viatu vyangu wewe kama mwanamke mwenzangu. Ni mwaka wa pili sasa Ibrahim hajarudi, sijui uko aliko, sijui utarudi lini. Naomba na mimi nikatafute maisha yangu mengine, umri wangu unaenda sasa. Lakini Zainab, kumbuka subira ni dawa mwanangu, na hakuna anayejua kesho ya Ibrahim uko aliko. Naje akirudi. Nalijua hilo mama, na ndio maana umesema je akirudi, na asiporudi je? Nakuomba mamangu, naomba unisamehe sana kama nitakuwa nimekukosea, lakini sitakuwa na zaidi la kufanya wala la kuongea kwa sasa. Mwanangu, nione huruma mimi. Tafadhali endelea kusubiri Zainab. Mimi naenda mamangu. Nitaendelea kukuombea tu kwa Mungu aendelee kukupa afya njema
na kuondole maradhi, lakini sitakuwa na kufanya tena hapa. Zainab, usiondoke mwanangu, tafadhali usiondoke mama. Zainab. Vipi tena wiki, mbona na mabegi? Naondoka Mariam. Nilikuwa nakusubiria tumkuage. Unaondoka? Unaondoka vipi sasa? Vipi kuhusu hali ya mama ndani? Mariam, nimeshachoka kuishi kwa matumaini. Nimechoka. Subra imefika mwisho sasa. Naombeni hata mniache nikafanye maisha yangu mengine. Nimeshakaa muda mrefu nimesubiri. Ni mwaka wa pili sasa huu. Kakako hajarudi. Sijui hata uko aliko, ukute mwenzangu anaishi maisha mazuri, ukute hata kuna mwanamke ambaye ana hela kamweka ndani. Anaishi anakula raha, mimi nateseka tu kila siku na kaza kulia. Siwezi. Nimechoka sasa. Mbaki salama. Wifi. 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 Subiri kwanza wifi. Wifi. Usiondoke, tuone huruma. Mbaki salama. Wifi! Wifi! Mama! 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 Mama, Unatakiwa kubali matokeo. Kwa sababu maumivu ya kisasi hujengwa na chuki. namchukia sana Zainabu. Kweli amekosa subira hata kidogo. Hata kidogo mama. Basi hata utu. Ukujali wewe saizi uko kwenye hali gani? Wala usimchukie. Unatakiwa hili ulibebe kama somo kwako. Kwa sababu hata wewe ni mwanamke kama yeye. Nafikiri umenielewa. Sawa mama, nimekuelewa. Mana zipati jawabu, bora nifunge sabu. Karibu. Asante. Karibu jamani. Asante, nimeshakaribia. Vipi, mbona na mabegi? Maana umenishtua. Nimeamua kusikiliza.